wakati Iran ikichomoza huko katika suala zima la hali mbaya za haki za binadamu, tubaki hapo hapo Iran kwa kile ambacho kimeendelea kwa siku 2-3 ambazo zimepita, na hapa studio tuko na mchambuzi wa siasa ya kimataifa Cliff Mwakatundu ambaye atatupitisha kidogo japo kwa dakika chache hizi kuangalia ni kwa namna gani kile ambacho kimeweza kutokea Irani, mapigano ambayo yanaendelea mpaka hivi sasa kati ya Iran, Israel wakishirikiana na Marekani, lakini pia tumeona kuna kuungwa mkono kwa baadhi ya mataifa mengine ambao wanaenda kuiunga mkono Israel. Kwa mfano Uingereza imetoa matamko kwamba wameruhusu kambi zao kuweza kutumiwa na majeshi ya Marekani katika kuishambulia Irani, lakini tufahamu ya kwamba Ayatollah pia Khamenei ni kiongozi mkuu wa nchi ya Irani ambaye juzi kwa mkia jana aliweza kuuawa na maafisa wengine. Kwa mujibu wa Irani inasema takriban zaidi ya maafisa 40 wameuawa. Cliff Mwakatundu, habari ya asubuhi. Salama. Ndiyo. Kwanza kabla tujaenda mbali kufahamu mzizi, hiki ambacho kimetokea tulitarajia? Mimi binafsi nilikitarajia. Sijui kwa mtu mwingine kama kutarajia au la, lakini binafsi nilikitarajia kwa sababu kwa sehemu kubwa kile ambacho kilikuwa kinafanyika, kwa maana kwamba mazungumzo ya amani ambayo yalifanyika takriban mara 3, yalifanyika nchini Oman mara 1, lakini yalifanyika pia Geneva, Uswizi mara 2. Ni mazungumzo ambayo yalianza wakati ambao tayari Marekani walikuwa wamekwisha kupeleka meli yao ya kivita Mashariki ya Kati. Maana yake ni kwamba Iran walikuwa wanafanya majadiliano, lakini wakiwa kwenye pressure pia kukabiliana na mashambulizi ya kijeshi, na hata baadhi ya viongozi walinukuliwa wakizungumza. Mojawapo kati ya wapatanishi au wajumbe wa timu ya Marekani iliyokuwa kwenye mazungumzo, Steve Witkoff, alikuwa anazungumza siku chache kabla ya mashambulizi ya Jumamosi asubuhi kwamba moja kati ya kitu ambacho kilikuwa kinamshangaza Donald Trump ni kitendo cha Iran, licha ya nguvu yote ya kijeshi ambayo Marekani walikuwa wameipeleka Mashariki ya Kati, bado Iran hawakuwa tayari kusalenda na kukubaliana na kile ambacho Marekani walikuwa wanakifanya. So, mimi binafsi nilikitarajia, na kwa watu wengi ni kitu ambacho walikuwa wanaona kabisa kwamba kitatokea, kwa sababu hakukuwa na namna yote kwamba vile vifaa vyote vya kijeshi ambavyo vimepelekwa virudi bila kufanya kitu chochote ndani ya nchi ya Iran. Sasa, na ulikitarajia kama mchambuzi na mfuatiliaji wa taarifa hizi za kimataifa, mtazamaji anaweza kujiuliza ni nini hasa mzizi ambao ulipelekea pia Israeli kuanzisha mashambulizi dhidi ya Iran? Kwa miaka mingi Israel amekuwa wanamlebo Iran kwamba ni nchi ambayo ni tishio kwa uwepo wake, na katika orodha ya nchi nyingi ambazo zimeizunguka au ambazo zipo Mashariki ya Kati, kwenye zile nchi ambazo tunasema zilibaki kuwa ni tishio kwa Israel, ilibaki kuwa ni Iran peke yake. Wakati taifa la sasa la Israel linaanzishwa mwaka 1947, kulikuwa kuna nchi nyingi ambazo zilikuwa zinawapa hizo changamoto za kijeshi. Kulikuwa kuna Misri, kulikuwa kuna Syria, ambazo zote mpaka sasa hivi tunavyozungumza si tishio tena. Kulikuwa kuna Lebanon, zote kwa sasa hivi si tishio tena. Mtu pekee ambaye alikuwa amebaki na ambaye alikuwa na hiyo nguvu ya kijeshi alikuwa ni Iran. Na kwa miaka mingi kulikuwa kuna huo wigo wa kidiplomasia ambao ulikuwa unatumika, lakini kulikuwa kuna uoga kwa sababu ya kuamini kwamba Iran anayo nguvu ya kijeshi. Lakini vitu vilikuja kubadilika mwaka juzi utakumbuka around mwezi wa 4, Israel ilifanya mashambulizi nchini Syria, na moja kati ya eneo ambalo walishambulia ilikuwa ni jengo la ubalozi wa Iran nchini Syria, ambayo Ayatollah Khamenei ambaye sasa hivi ni marehemu alizungumza wazi kwamba kwenye hiki ambacho wamekifanya ni lazima watalipiza, na Iran ilituma makombora ndani ya Israel. Ilikuwa ni kwa mara ya kwanza kwenye historia Iran kuishambulia Israel moja kwa moja, na Israel pia ilijibu yale mashambulizi. Ikawa pia ni mara ya kwanza kwenye historia Israel kuishambulia Iran. Sasa pale kuna mlango kwa umefunguka kwamba hata ule uoga ambao Israel ilikuwa nao wa kuishambulia Iran moja kwa moja wakaonekana kwamba haupo. Mwezi wa 10 baada ya kuapishwa kwa rais wa Iran Masoud Pezeshkian, aliuawa kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh ndani ya jiji la Tehran, na baada ya pale wakati huo pia Hassan Nasrallah kiongozi wa kundi la Hezbollah alikuwa ameuawa. Iran ilishambulia tena Israel ikajibu pia mashambulizi. Kwa hiyo mlango tayari ulikwisha funguliwa wa kufanya haya mashambulizi, na hata mashambulizi haya ambayo yamefanyika juzi Israel ndiye ambaye alianza kwenye kile ambacho wao walikuwa wanasema kwamba taarifa zilikuwa zinawaambia kwamba Iran ilikuwa ina mpango wa kwenda
kuwashambulia. Kwa ule uoga ambao ulidumu kwa miaka zaidi ya 40 baada ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran mwaka 1979 mpaka mwaka 2024, kwa sehemu baada ya hayo mashambulizi ya titi futati ambao waliyafanya, uoga wote ukawa umeondoka. Kila mtu akawa ameondoa ule uoga tena wa kumshambulia mwenzake. Ndio maana tunaona hiki ambacho tunakishuhudia kwa sasa. Tunaona pia Israeli rais wa nchi yao alilalamika baadhi ya mataifa ya Kiarabu kama yameitenga Iran, umeona. Na mimi kwa kumbukumbu zangu mpaka jana nakumbuka ni Vladimir Putin peke yake ndo ametoa salamu za rambirambi kutokana na kifo cha Ayatollah Khamenei. Hii inamaanisha nini? Pengine kuna changamoto mataifa mengi ya Mashariki ya Kati pamoja na mataifa mengi ya Ghuba, tukizungumza nchi hizi ambazo Iran amekuwa anazishambulia toka juzi, nyingi zimekuwa zinamtazama Iran kwa jicho baya. Amekuwa anatazamwa kama mtu ambaye ndo chanzo kikuu cha ukosefu wa amani ndani ya Mashariki ya Kati. Kwa hiyo hilo doa halijaondoka bado. Kwa hiyo hata baada ya mashambulizi na nilikuwa namwambia mtu baada ya mashambulizi kwanza kwamba Iran mikono yake kwa sehemu kubwa imefungwa. Sehemu pekee ambazo anaweza akashambulia ni Israel, ambao ana uwezo wa kuishambulia moja kwa moja kwa sababu makombora yake ana uwezo wa kuifikia, lakini kwa sababu kwenye wanaomshambulia yuko pia Marekani, na Iran hana makombora ambayo yanaweza kufika Marekani moja kwa moja. Suluhisho pekee itakuwa ni kushambulia nchi hizi ambazo zina kambi za kijeshi. Sasa hata jana alikuwa anazungumza waziri wa mambo ya nje wa Iran, Abbas Araghchi, anasema wao hawajazishambulia nchi jirani, lakini wameshambulia kambi za kijeshi za Marekani ambazo ziko ndani ya hizo nchi jirani. Ni kama tuseme leo mwizi alijificha kwenye nyumba yako. Mimi nashambulia nyumba yako, alafu nasema mimi sijashambulia nyumba yako. Nimemshambulia yule mwizi ambaye yuko ndani ya nyumba yako. Kwa hiyo hakuna namna yoyote ile ambayo Iran anaweza kusema kwamba wameshambulia kambi za kijeshi, kwa sababu hizi kambi zipo ndani ya hayo mataifa. Kuna kambi kubwa kabisa ambayo ipo nchini Qatar, kambi ya Al Udeid, kuna kambi ambayo ipo nchini Jordan, kuna kambi ambayo ipo Bahrain, kuna kambi ambayo ipo Kuwait. Oman pia ni moja kati ya nchi ambazo zimeshambuliwa, ambao watu wengi wakuona tarajia kama itashambuliwa. Kwa hiyo baada ya mashambulizi haya hakuna nchi yoyote kati ya hizi ambao wamekemea mashambulizi ambayo Israel na Marekani wameyafanya kwenda Iran, kwa sababu tayari na wao wameshambuliwa. Imegeuka, imekuwa ni wao wanakemea mashambulizi ambayo Iran anayafanya kwenda kwenye hizo nchi. Kwa hiyo wengi wao wanaona kabisa kwamba Iran inajaribu kutengeneza hali ya hatari kwao, na ni kweli. Ukiangalia mji kama Dubai, kwa maana kwamba nchi ya Umoja wa Falme za Kiarabu, ni mji ambao unategemea sana usafiri. Tunapozungumza usafiri umefungwa kwa sehemu kubwa. Dunia tunasema kwa sehemu chain ile, ule mnyororo wa usafiri umefungwa, kwa sababu Dubai ni moja kati ya vituo vikubwa. Kwa hiyo mataifa mengi baada ya kile ambacho Iran anakifanya, wengi wanakutarajia kwamba Iran watafanya hivyo, lakini Iran kwa sababu mikono yao imefungwa, ilikuwa ni lazima wafanye hivyo, kwa sababu hakuna sehemu ambayo wanaweza kwenda kuishambulia. Kwa ndio maana mataifa mengi hujaona yakitoa pole baada ya kifo cha Ali Khamenei, kwa sababu bado lile doa ambalo limekuwepo kwa miaka mingi, ambalo limekuwa limevunja mahusiano baina yao, bado lilikuwepo. Hapa katikati kulikuwa kuna kupooza tu kwa haya mahusiano baada ya kile ambacho Israel alikuwa anakifanya Gaza na kile ambacho walikifanya kutoka Oktoba 7, 2023 mpaka sasa hivi. Wengi walikuja mtazamo wao ulibadilika kwamba Israel ndiye ambaye anavuruga amani ndani ya Mashariki ya Kati, lakini kwenye hiki ambacho amekifanya ni ngumu hata kuona baada ya vita kuisha Iran ni nani ambaye atakuwa rafiki yake, kwa sababu wale marafiki wengi wote amewashambulia. Tutazungumza Saudia, tutazungumza Qatar, tutazungumza Oman, ambao licha ya kushambuliwa bado wanasema wana uwezo wa kwenda kuwapatanisha hawa wawili, kwa maana kwamba Marekani pamoja na Iran. Lakini nchi kama Bahrain, Kuwait, Jordan, zote kuna sehemu mahusiano baina yao na Iran yamevurugika. Ni ngumu kuona ni namna gani ambavyo hawa watu wanaweza wakalisamiri, kwa sababu nchi kama Qatar ni mara ya pili inashambuliwa na Qatar ndo ambayo hata sasa hivi imeshambuliwa zaidi. Utakumbuka mwaka jana baada ya Marekani kushambulia vile vinu vitatu vya nyuklia, Iran alishambulia kambi ya Al Udeid ambayo ipo ndani ya Qatar. Kwa hiyo kuna mahusiano ambayo kwa sehemu kubwa yamevurugika, na inaweza ikachukua muda mrefu sana kuweza kuyarejesha kwenye mazingira ambayo yalikuwepo kabla ya mashambulizi ambayo yameanza. Ndio. Cliff, kikawaida tulitarajia kwamba mara baada ya kuuawa kiongozi mkuu wa Iran ambaye pia ni kiongozi wa kidini kwa taifa hilo, tulitarajia huenda vita ndio vingepoza, labda Irani wangerudi mezani, kuita mito kama mingi, tukae chini tuzungumze. Lakini ni kama Marekani imechochea kuni kwenye moto, mashambulizi yameendelea. Na nataka niangalie ukuaji wa mgogoro. Ninyi wachambuzi mnachambua vipi? Tayari Uingereza naye anataka kushiriki kwa namna moja au nyingine. Huu mzozo tunatarajia utaisha siku za karibuni au utaendelea?
itategemea na kile ambacho Marekani na Israel watakifanya, lakini kile ambacho Iran watakifanya, kwa sababu si kwamba hao wanaishambulia tu Iran, wana mpango wao ambao uko wazi. Taarifa zinaeleza kwamba mpango wa Marekani ilikuwa ni vita hiyo ya siku 4, lakini Israel mpango wake ulikuwa ni vita hiyo ya wiki 2, kwa maana kwamba juzi ambako vita inaanza ilikuwa ni kushambulia viongozi wa kisiasa na kijeshi, jana ilikuwa ni kushambulia mfumo wa anga wa ulinzi wa Iran, kuanzia leo na kuendelea ni kushambulia maeneo mbalimbali ambayo yana kambi za kijeshi pamoja na silaha ambazo Iran iko nazo. Lakini kwa Marekani wao mpango wao ulikuwa ni huo, kwanza kuwaua viongozi wakubwa wa kijeshi na kisiasa wa Iran, lakini kumaliza hiyo nguvu ya kijeshi ambayo Iran iko nayo. Sasa baada ya kufariki kwa Ali Khamenei kuna sehemu kuna box ambalo limefunguliwa Iran. Kuna uendeshaji wao ni wa tofauti kidogo, kuna jeshi alafu kuna jeshi lile la wana mapinduzi IRGC ambao wao wanaripoti moja kwa moja kwa Ali Khamenei. Na hata ukisikiliza ripoti za jana wakati waziri wa mambo ya nje wa Iran anaujua, ni kana kwamba hawa IRGC kwa sasa hivi wanavyoendesha hivi vita wako nje ile chain of command, kwa sababu wao kiongozi wao amekwisha kufariki na viongozi wengi wamekwisha kufariki, wao wana operate kama wao. Hata Arakchi alikuwa anazungumza kwamba wamewaambia tu viongozi wao wa kijeshi kwamba wajaribu kuangalia maeneo ambayo wanayalenga. Kwa hiyo ni ngumu, kwa sababu unaangalia leta kiwango cha mashambulizi ambacho kinafanyika, unaona kabisa kwamba kuna sehemu Iran naye anajua kabisa baada ya kufariki kwa Khamenei, hii ni vita tunasema existential, kwa maana kwamba hata wao endapo watasema washushe silaha chini kwa sasa hivi, lengo la Marekani ni nini? Lengo la Marekani ni kuondosha kabisa utawala wa Jamhuri ya Kiislamu ambao upo kwa sasa hivi, na wao wale viongozi wengi wa kidini hawataki kuachia madaraka, na ndio maana hata baada ya kufariki kwa Khamenei tayari wamekwisha tengeneza baraza la mpito ambalo litaiongoza nchi kwa wakati huu, ili wakimaliza warudi kwenye mfumo wa kawaida kuweza kuchagua kiongozi. Kwa hiyo ni ngumu sana kuona mwisho ni upi, licha ya kwamba mwisho unaweza ukaja ukatokea, kwa sababu Marekani bado yupo Mashariki ya Kati, Israel bado yupo Mashariki ya Kati. Kama Marekani bado yupo Mashariki ya Kati, Israel ana uwezo wa kuendelea kuishambulia Iran kwa sababu Marekani yupo atamlinda. Lakini kama Marekani wakiondoa vile vifaa vyao vya kijeshi, kuna sehemu hata kiwango cha mashambulizi ambacho Israel wanakifanya kinaweza kaenda kupungua, na inaweza kapelekea mwisho wa vita hii kama ambavyo ilikuwa kwenye vita ambayo ilipigana jana mwaka jana. Nikushukuru sana Cliff Mwakatundu, mchambuzi wa siasa kimataifa. Ni kuahidi kesho tutakuwa na utondoti wa habari za kimataifa hapa kupitia runinga ya Channel 10. Jicho letu litatazama kule ambako kinachoendelea kule Mashariki ya Kati. Tutaangalia kwa nini pia Urusi, China na mataifa mengine yalionekana kuwa karibu sana na Iran, lakini hivi sasa mbona kama yamekaa mbali, lakini tunaona uungwaji mkono pia wa Marekani na mataifa mengine ya Ulaya, japo hata kwa matamshi tu yale ambayo wanaeleza. Lakini tuje kuangalia pia athari zake kidunia itakuwaje, hata bara la Afrika ni kwa namna gani inaweza likapata athari endapo hii vita hii itaendelea, hasa katika maisha, gharama ya vitu mbalimbali. Hilo ndilo kesho ambalo tuje kuangalia kwa kina zaidi. Kwa leo tunashukuru kwa haya machache. Asante sana Cliff Mwakatundu, lakini sasa